Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Tunalihubiri neno lake ambalo ndilo ukombozi wa mataifa yote, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mwenyezi Mungu wa mbinguni apate kutubariki na kutuongoza katika kulihubiri na kulitangaza neno lake. Leo tutaenda kujifunza somo linaloenda kwa jina la sema kweli. Sema kweli. Tunajua kwamba ukweli unamweka mtu huru, kwa sababu ukweli ni wa Mungu mwenyewe, lakini uongo unamweka mtu katika utumwa. Yaani mtu yoyote ambaye anakuwa amesema uongo anakuwa hana amani, kwa sababu anajua ipo siku ukweli huo utatambulika. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo yule ambaye anasema uongo anakuwa anasema uongo kwa faida zake, lakini ajue kabisa katika hizo faida ipo gharama. Kuna wale watu ambao waliwadanganya wachumba wao kabla hawajaingia katika ndoa. Pale ambapo walikuwa wanaendelea kusema uongo, kuna watu ambao walikuwa tayari washakuwa na mahusiano mengine na pia wakapata familia. Ina maana kitu ambacho kilitokea, mwanaume au mwanamke alificha kwamba mimi sijawahi kuwa na mke na kuna mwingine akasema mimi sijawahi kuwa na mume. Kumbe walishakuwa na mahusiano na tayari walishakwisha kupata na familia. Ina maana wakawaficha wale watoto. Pale ambapo wanaingia katika ndoa, ndipo mambo yanakuja yanawekwa wazi. Kitu ambacho kinatokea ikiwa kama uongo wa kwanza unakuwa umekwisha kufahamika, ina maana mtu anajenga picha. Ina maana kama huyu amenidanganya mambo kama haya, jambo kama hili, ina maana yapo mengi nyuma ambayo tayari yamekwisha kunidanganya. Ina maana ndoa nyingi zilivunjika kwa sababu mtu anaangalia uaminifu hakuna. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo kusema kweli kunamweka mtu huru. Wewe ambaye tayari unatafuta mume au wewe ambaye unatafuta mke, wewe sema kweli, weka wazi, kwa sababu watoto sio dhambi, watoto ni baraka. Wapo ambao waliwaficha watoto wao, hawakuenenda katika zile njia ambazo ni nzuri mpaka leo. Lakini tunasema kwamba Mwenyezi Mungu anajua hitaji la moyo wako. Ina maana yule ambaye tayari anakwisha kumleta pale ambapo utakuwa umekwisha kuingia ndani ya Yesu Kristo, ina maana Mungu atamtengenezea moyo mpya, kwa sababu Mwenyezi Mungu anatengeneza moyo mpya. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo usihangaike na kudanganya kwamba mimi sijazaa, mimi sina mtoto, sijui mimi hivi na hivi. Wewe nenda katika ukweli. Hivyo basi Mwenyezi Mungu anapendezwa na ukweli. Mwenyezi Mungu anapendezwa na ukweli kwa sababu ukweli ni kweli yake. Huwezi kusema kwamba Mwenyezi Mungu anamweka mtoto katika tumbo lako. Alikuwa anajua, ina maana amekuamini. Ina maana wewe unakuja unamkataa kwa hayo maneno ambayo unakwisha kuyasema. Atasema mtoto pale ambapo anakuwa tumboni, pale tu ambapo anakuwa tumboni, ukisha kutamka maneno anasikia. Je, huyu ambaye anakwisha kuzaliwa, unakuta shetani pale anapata hatia. Tukisoma kitabu cha Kutoka sura 23 mstari wa 7 kinasema kwamba jitenge mbali na neno uongo, wala wasio hatia na wenye haki usiwaue, kwa kuwa mimi sitamhesabu haki yeye aliye mwovu. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo yafaa mkweli aishi asiuawe. Hebu tunaanza kuangalia ukweli una umuhimu sana pale ambapo unakuwa umesemwa, kwa sababu ukweli unaleta amani, kwa sababu msema kweli anakuwa huru. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo basi ni namna gani ya kuwa salama ili kuweza kujitenga na uongo, au ni namna gani ya kujua yule mtu ambaye anakuwa anakudanganya, kujua kwamba huyu mtu ni muongo, ili usiingie katika matatizo mbalimbali. Wewe ambao upo katika mahusiano saizi, unaelekea kwenda katika ndoa, ili usiingie katika matatizo mbalimbali. Jambo la kwanza, tunaye Yesu Kristo ambaye anatupa Roho Mtakatifu.
Ina maana kuyajua yaliyo kwa mtu mwingine, Roho Mtakatifu anayafunua. Ikiwa wewe umeweka uaminifu ndani ya Roho Mtakatifu, huyo mtu utamjua kama ni muongo au ni mkweli. Katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya pili mstari wa 11 na wa 12 inasema kwamba maana ni nani katika binadamu ayajuaye mambo ya binadamu, ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna ayafahamuye, ila Roho wa Mungu. Lakini sisi hatukupokea roho ya dunia, bali Roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliyokirimiwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo tunapokuwa tumeingia ndani ya Yesu Kristo, kuna roho mpya ambayo Mwenyezi Mungu anatujengea ndani ya Yesu Kristo, ambayo hiyo roho mpya Mwenyezi Mungu ameijenga ili tuwe na mahusiano mazuri kati ya yeye na sisi. Ina maana kama tutakuwa tumejengewa hiyo roho mpya, ina maana hiyo roho ndio ambayo itakayo yafunua yale yote ambayo yamekwisha kufichwa kupitia Roho Mtakatifu, kwa sababu roho, kuna mahusiano kati ya roho zetu sisi wanadamu na Roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo tupate kutambua ni kwa nini Mwenyezi Mungu amefanya haya yote. Ni kwa sababu wapo mawakala wa shetani ambao wapo katika kuharibia mabinti mbalimbali, wapo katika makanisa mbalimbali na sehemu mbalimbali. Kazi yao ni kuharibu mabinti mbalimbali. Tumeshaangalia kuna mabinti ambao wamekwisha kuharibiwa fahamu zao, walipewa ahadi ya kuolewa lakini hawakuolewa, fahamu zao zikaharibika. Kuna wale ambao waliharibiwa usichana wao, na pia kuna agenti ambao pia wanawatafuta vijana wa kiume ili wawapoteze katika njia. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo kuwa salama ni kuwa ndani ya Yesu Kristo. Namna ya kuwa salama ni kuwa ndani ya Yesu Kristo ili aweze kutuunganisha na roho wake. Hivyo inatakiwa tuwe wasafi sana ili tupate kuipata hiyo kweli iliyo ndani ya mtu mwingine. Hivyo tumeshajua kumbe Roho Mtakatifu anaweza akatufunulia yale yote ambayo mwanadamu anakuwa akiyaficha asiyaseme. Tupate kujua kama tutaenenda katika unyenyekevu, tutajua mambo mengi sana. Ndio maana Mwenyezi Mungu anasema niite nami nitakuitikia, nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Ina maana usiyoyajua wapi? Hata kwako mwenyewe na pia kwa huyo mtu ambaye tayari unakuwa umekwisha kutana naye. Unaweza ukamuona tu kwa ile physical appearance, ukaona huyu anafaa kuwa mume au huyu anafaa kuwa mke, kumbe tayari Mwenyezi Mungu amekwisha kumkataa. Hivyo basi tukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 1 mpaka wa 10 kinasema kwamba lakini mtu mmoja jina lake Anania pamoja na Safira mkewe aliuza mali, akazuia kwa siri sehemu ya samani yake. Mkewe naye akijua haya, akaleta fungu moja akaliweka miguuni pa mtume. Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu na kuzuia kwa siri sehemu ya samani ya kiwanja? Kilipokuwa kwako haikuwa mali yako, na kilipokuwa kimekwisha kuuzwa, samani yake haikuwa katika uwezo wako? Ilikuwaje hata ukaweka neno hili moyoni mwako? Hukumwambia uongo mwanadamu, bali Mungu. Anania aliposikia maneno hayo akaanguka akafa. Hofu nyingi ikawapata watu wote walioyasikia haya. Vijana wakaondoka wakamtia katika sanda, wakamchukua nje, wakamzika. Hata muda wa saa 3 baadaye mkewe akaingia, naye hana habari ya hayo yaliyotokea. Petro akajibu, niambie, mlikiuza kiwanja kwa thamani hiyo? Akasema, ndiyo, kwa thamani hiyo. Petro akamwambia, imekuwaje hata mkapata kumjaribu Roho wa Bwana? Angalia, miguu yao waliomzika mumeo ipo mlangoni, nao
watakuchukua nje wewe nawe. Mara akaanguka miguuni pake akafa. Wale vijana wakaingia wakamkuta amekufa, wakamchukua nje wakamzika pamoja na mumewe. Bwana Yesu asifiwe. Tena tunaangalia Anania na huyu mkewe waliuza kiwanja kwa siri. Ina maana walipouza kiwanja kwa siri, walipoenda kwa Petro akawa ameshapokea taarifa kwamba hawa wameuza kiwanja kwa siri. Ina maana mali hiyo ameshaizuilia. Ina maana ndio maana unaweza kuangalia pale ambapo Anania alienda, tayari siri ikawa imeshafunuliwa, na pale mkewe alipoenda aliulizwa swali moja, kiwanja mmekiuza kwa thamani hiyo? Yeye akajibu tumeuza kwa thamani hiyo. Ina maana Petro hata akuambiwa thamani, lakini tayari Roho Mtakatifu alishamfunulia. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo usalama wetu upo ndani ya Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai, ambaye yeye anafunua yaliyo kwa binadamu mwingine. Hivyo tumekuja kujifunza ni namna gani anayafunua, ni sababu zipi ili tupate kuwa salama. Hivyo tunakwisha kuangalia namna gani ya kuwa salama ni pale ambapo tutakuwa tumemnyenyekea Yesu Kristo, ambaye moja kwa moja ataunganisha roho yetu na Roho Mtakatifu. Ina maana kazi ya Roho Mtakatifu atayafunua yote. Ina maana hakuna uongo tena, hakuna wa kutudanganya, hakuna yule ambaye atakuja kwa manufaa yake, hakuna yule ambaye atakuharibia usichana wako, hakuna yule ambaye atakuharibia ujana wako, kwa kuwa Mwenyezi Mungu atakuwa karibu nawe. Baada ya kusema hayo, sina mengi zaidi ya kusema Mwenyezi Mungu awalinde wote.